billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dada zangu katika iman, tutaendelea na darasa yetu, na leo hii nitazungumzia kuhusu athar au dalili za moyo msafi katika Uislamu. Dada zangu katika iman, anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran, Surat Ash-Shu'ara aya ya 88 hadi 89, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, siku ambayo mali wala watoto havitafaa kitu isipokuwa mwenye kumjia Allah subhanahu wa ta'ala na moyo safi. Dada zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala ametuonyesha sifa za moyo safi kwa kusema kuwa waumini ni wale tu ambao anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala nyoyo zao hutetemeka kwa hofu, na wanaposomewa aya zake wazidishia imani. Haya yamethibitishwa dada zangu katika imani katika Quran, Surat Al-Anfal aya ya 2 hadi ya 3. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala baada audhu billahi minash shaitani rajim, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. Hakika waumini ni wale ambao anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala nyoyo zao hujaa hofu, na anaposomewa aya zake wazidishia iman na wakamtegemea Mola wao mlezi. Hao ambao wanasimamisha swala na wanatoa kati ya yale tunayowaruzuku, hao kweli ndio waumini. Dada zangu katika imani, tuna mfano mzuri katika Mtume sallallahu alaihi wasallam katika utimamu na ukamilifu wa moyo, usafi wa roho, wema wa nafsi ya ndani, usafi wa nia, uaminifu wa dini na nguvu za ujasiri wa moyo. Haya dada zangu katika imani yamedhihirika pale Allah subhanahu wa ta'ala alipo muinua hadhi au cheo Mtume sallallahu alaihi wasallam na nafasi yake katika Quran, katika Suratul Qalam aya ya 4. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin adhim, na hakika wewe ni mwenye tabia nzuri ya maadili mema. Dada zangu katika imani, moyo tulivu yenye utulivu na itakayoleta ukombozi siku ya Kiyama ni moyo ambayo itafika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala bila tuhuma za ukafiri, bila tuhuma ya unafik, na uko salama kutokana na matamanio ya upotovu na ugomvi. Ikiwa dada zangu katika iman, mja anapenda iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, au anapenda anapenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ikiwa kadhalika anachukiwa iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, huo ndio moyo uliosalimika kutokana na maovu. Kadhalika dada zangu katika imani, imekuja katika hadith kutoka kwa Anas bin Malik
kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye alisema thalatha man kunna fihi yani wajada bihinna halawata liman faman kana Allahu wa rasulihi ahabba ilayhi mimma sawahuma wa an yuhibba almar'i la yuhibbahu illa lillah wa an yakrahu an yaudu fi lkufr ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafu fi nnar. Yani ansema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna mambo matatu ambayo yakipatikana kwa mtu yatamfanya apate utamu wa imani. Kwanza kabisa ni kwamba Allah yani ajalie Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake yani wapendwa zaidi kwake kuliko kitu kingine chochote. Pili ni kwamba awe anapenda mtu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala tu, na tatu na kwamba awe anachukia kurudi kwenye ukafiri baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kumwokoa kutokana nao, kama vile anavyochukia kutupwa motoni. Dada zangu katika imani, moyo ndio chanzo cha furaha na mateso kwa mwanadamu. Ikiwa tuna roho tulivu inayoamini yani kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, pepo yake na moto wake wa Jahannam, basi mmiliki wake ni miongoni mwa waliobahatika. Dada zangu katika imani, lakini tukiwa na roho inayochochea maovu na kutuelekeza katika dhambi, makosa na matendo machafu, basi tutakuwa ni miongoni mwa walio maskini. Allah subhanahu wa ta'ala atulinde kutokana na hilo. Dada zangu katika imani, inasemekana kwamba Luqman, yani Allah amrehemu, alipewa kondoo na bwana wake. Dada zangu katika iman, Luqman, Allah amrehemu, alipewa kondoo na bwana wake ambaye alimwambia amchinje na amletee sehemu bora zaidi. Luqman, Allah amrehemu, alimletea moyo na ulimi. Siku chache baadaye, dada zangu katika imani, bwana wake alimpa kondoo mwingine na kumwambia amchinje na amletee sehemu mbaya zaidi. Luqman, Allah amrehemu, alimletea tena moyo na ulimi. Bwana wake akamuuliza kuhusu hili, na Luqman, Allah amrehemu, akajibu kwa kumwambia jinsi walivyo wazuri wanapokuwa wema na jinsi walivyo wabaya wanapokuwa wabaya. Dada zangu katika imani, namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie uadilifu wa moyo wetu, kwani uadilifu huo huja pamoja na uadilifu wa dini yetu na maisha yetu ya kidunia na akhera yetu, na pamoja na ufisadi miongoni mwetu katika maisha yetu ya kidunia na akhera yetu, tunaweza kujiona kuwa ni wabora zaidi katika dini yetu, tukifanya ibada zetu zote kama alivyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, na wenye bidii kwa dini yetu, lakini ukweli si hivyo. Imesimuliwa dada zangu katika iman na Imam al-Bukhari kutoka kwa sahaba Sahal radhiallahu anhu kuwa kuwa alisema, enyi mnaolilia miili, enyi mnaolilia utajiri, enyi mnaolilia nyumba na viwanda, wakati wa majanga na mitihani yanapowapata, msilie kwa ajili ya mambo haya, kwani ni kwa faida yenyu na si dhidi yenyu. Mtihani, dada zangu katika, anaendelea kusema mitihani yanayowapata ni fidia kwa ajili ya dhambi yenyu, na si dhidi yenyu, ni kwa ajili ya dhambi zenyu na kuinua vyeo vyenyu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Badala yake sote tulie kwa ajili ya mioyo yetu ambayo magonjwa yamekita mizizi ndani yake na kudhoofesha imani yetu. Dada zangu katika imani, tukiwa ni wenye kudhulumu watu, kuasi amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, tukaeneza ufisadi duniani,
Dada zangu katika imani, kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna kitu kinachoweza kutufariji sote kama Waislamu na kutufurahisha zaidi, wala chochote kinachoondoa wasiwasi na huzuni zetu kuliko kuishi na moyo safi, usio na uovu, usio na chuki, usio na wivu, usio na kiburi, usio na majivuno, usio na hasad na kadhalika. Dada zangu katika imani, asili ya wema wote na furaha kwa Waislamu ni uhai wa mioyo yetu na ukamilifu wa nuru yake. Maisha ya moyo na nuru yake ndiyo asili ya wema wote, na maradhi na giza la moyo ni miongoni mwa milango ya kukata tamaa na hasara. Moyo, dada zangu katika imani, una nafasi kubwa mwilini, kwani ni mfalme wa viungo vilivyobaki. Ni askari wake wanaotii amri yake na kutumiwa naye apendavyo. Viko, dada zangu katika imani, chini ya utumwa na udhibiti wake, na hupata kutoka kwake haki na upotovu, na humfuata katika anachoamua. Dada zangu katika imani, ikiwa moyo ni mzima, viungo ni mzima, na ikiwa moyo ni mchafu, basi viungo pia ni chafu. Dada zangu katika imani, kutoka kwa Nu'man bin Bashir radhiallahu anhu alisema, nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, ala wa inna fil jasad mudghatan idha salahat salaha aljasad kulluhu wa idha fasadat fasada aljasad kulluhu ala wa hiya alqalb, rawahu al-Bukhari. Anasema huu Nu'man bin Bashir radhiallahu anhu kwa alimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, hakika mwilini kuna kipande cha nyama ambacho ikiwa ni mzima basi mwili ni mzima, na ikiwa ni mchafu basi mwili pia ni mchafu. Hakika ni moyo, kipande hicho ni moyo. Haya yamepokewa na Imam al-Bukhari. Dada zangu katika imani, miongoni mwa dalili za moyo msafi ni moyo unaoendelea kumhimiza mmiliki wake kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kunyenyekea mbele yake, kupitia yeye hupata amani, kwake yeye hupata utulivu, kwake yeye hupata kimbilio, na kwake yeye hufurahi, kwake yeye kadhalika humtegemea, na kwake yeye humwamini, na kwake yeye humwogopa. Ukumbusho wa Allah subhanahu wa ta'ala ndio lishe yake, na upendo kwake na kutamani kukutana naye ndio maisha yake. Kushikamana na mwingine asiye yeye ndio ugonjwa wake, na kurudi kwake ndio tiba yake. Dada zangu katika imani, miongoni pia mwa dalili za moyo msafi ni ule moyo ambao hauchoki kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, wala hauchoki kumtumikia, wala haupati faraja kwa mwingine yoyote isipokuwa kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surat Al-Imran aya 191 baada audhu billahi minash shaitani rajim, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Na ambao humkumbuka Mola wao wakiwa wima, wakiwa wamesimama, wakiwa wameketi chini na wakilala, na hufikiria kuhusu uumbaji wa mbingu na ardhi, wakisema, Mola wetu mlezi, hukuviumba hivi bure, subhanak, umetakasika, basi tukinge na adhabu ya moto. Dada zangu katika imani, mojawapo pia mwa dalili za moyo msafi ni kwamba ikiwa mja atakosa kutekeleza wajibu wake katika ibada kutoka
kwa amri za Allah subhanahu wa ta'ala, au atakosa kusoma kwa mfano Qur'an au kuswali saum au kutoa zaka au kuhiji kwa mwenye uwezo au kufunga saum Ramadhani, basi mja huyu yani huhisi maumivu makubwa kwa kukosa kufanya vile, zaidi ya maumivu ya mtu bakhili, yani kwa kukosa pesa zake na kuzipoteza. Na imesimuliwa na Hamad bin Zaid radhiallahu anhu kwamba alisema kama Leith bin Abi Suleima angekosa swala katika msikiti wa jirani yake, angekodisha punda na kumpanda kuzunguka misikiti hadi atakapokutana na watu. Dada zangu katika imani, miongoni kadhalika pia mwa dalili za moyo msafi ni kwamba mwili wa mja huchoka kumwabudu Mola wake, lakini moyo wake hauchoki kumwabudu Mola wake. Sahaba Uwais radhiallahu anhu alikuwa akisimama katika swala usiku na kuhisi kwamba usiku unapita haraka, na hakuwa anaridhika na hilo kabisa, bali alitaka kuongeza muda wa kusimama katika qiyam, katika kurukuu na kusujudu, na hata kuongeza muda wa swala yake kwa ujumla, lakini hakuweza kupata usiku wa kumtosha kufanya hivyo. Kwa hivyo alikuwa akiongeza muda katika swala yake ya usiku kwa kusimama, kwa kurukuu, kwa kusujudu, na hii ni moja ya aina mbalimbali za utiifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ndiyo masharti ya watu wema. Dada zangu katika imani, miongoni pia mwa dalili za moyo msafi ni kwamba mja anahisi kuwa na wasiwasi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran, Surat Al-Layl aya ya 19 hadi aya ya 20, anasema Allah subhanahu wa ta'ala baada audhu billahi minash shaitani rajim, wama li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtighaa wajhi rabbihil a'la, na wala si kwa kuwa yupo yeyote aliyemfanyia hisan ndiyo anamlipa, lakini ni kwa anafanya ile ihsan kwa kutaka radhi ya Mola wake mlezi aliye juu kabisa. Dada zangu katika imani, mja huyo mwenye moyo msafi au mja huyu mwenye moyo msafi huwa mchoyo zaidi, yani kwa wakati wake, kuliko mtu mchoyo zaidi kwa pesa zake, na wasiwasi wake katika kurekebisha kitendo kiovu ni mkubwa kuliko kitendo chenyewe. Kwa hivyo huwa na hamu ya uaminifu, huwa na hamu ya kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufanya mema ndani yake. Hakuna, dada zangu katika imani, uongofu isipokuwa kwa kurekebisha na kutakasa mioyo yetu, kwani magonjwa ya mioyo ni mabaya na makali zaidi kuliko magonjwa ya miili. Kwa hivyo yatupasa kushikamana pamoja katika njia iliyonyooka na kuzitakasa mioyo zetu na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala tusidanganyike na maisha ya kidunia. Shukran jazila wa barakallahu fikum.